Uchambuzi kila kona, kila aliyeweza kuona mtanangi wa tarehe 17 mwezi wa 5, yani kikosi cha RSV Berkane dhidi ya kikosi cha Simba Sport Club. Yani tunazungumza uhalisia na ukweli, bila ya kubebwa kwa RSV Berkane basi klabu ya Simba pengine hata magoli yale yangeweza kurudi, lakini kiuhalisia kwa matukio ambayo yaliweza kujionyesha kwa refa na mapenzi ya dhati ambayo yalionekana yakifanywa na VAR, lakini pia na hata wenyewe pia viongozi walionekana kabisa kwamba pengine labda tayari kwa wameshatoa mlongula kwa referee alikuwa anachezesha mtanange huo, kwa sababu matukio yalikuwa ni mengi sana ambayo kiuhalisia ilikuwa ni dhahiri shali kabisa kwamba yani Simba walikuwa na advantage, lakini cha ajabu faulo zilichezeka nyingi sana kutoka kwa Berkane kwenda kwa klabu ya Simba, lakini cha ajabu hakuna kilichoweza kufanyika. Kila faulo ambayo Simba alikuwa anachezewa ilikuwa inaonekana kwamba sio faulo, lakini faulo ambayo ilikuwa inachezeka kwa klabu ya RSV Berkane basi ilionekana yenyewe ndo kuwa faulo. Kwa matukio yalikuwa ni mengi sana, kila mmoja aliyepata nafasi na hata kwa wachambuzi kuweza kuangalia mtanange ule, yani imeonekana dhahiri shali kabisa kama ni kweli RSV Berkane umeondoka na ushindi wa nyumbani wa goli 2-0 dhidi ya Simba Sport Club, lakini kubebwa kulikuwa ni kwingi sana. Kwa hiyo sisi tunasubiri mechi ya marudiano na mechi ya second leg, ambapo nafikiri sasa kama na sisi ni kulipiza kisasi kwa kile walichokifanya, basi acha tuone itakuwaje. Lakini kwa kitendo kilichojitokeza ni kwamba mpira wa Afrika ndio maana hauwezi kuendelea, kwa sababu tayari kunakuwa na maandalizi ya zile timu kuweza kupewa advantage kubwa ya kuchukua kombe. Yani kilichomtokeaga Yanga kwenye mechi ya Mamelodi Sundowns basi ndio hiki ambacho kimeweza kujitokeza hata kwenye mechi ya RSV Berkane. Yani kiuhalisia soka la Kiafrika bado halijafika pale ambapo nafikiri kila moja anatamani kuweza kufikia.